Hii leo imetimia miaka miwili tangu jeshi la Israeli lilipotangaza vita dhidi ya kundi la Hamas kufuatia shambulizi la kigaidi lililotokea tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Shambulizi hilo lililotekelezwa na Hamas na makundi mengine ya Kiislamu liliua takriban watu 1200 nchini Israeli na kuwateka zaidi ya 250 waliosafirishwa hadi ukanda wa Gaza. Tukio hilo linabaki kuwa mauaji mabaya zaidi katika historia ya Israeli na limeacha kumbukumbu ya maumivu makubwa kwa pande zote mbili za mgogoro huo. Kwa Palestina, kumbukumbu ya leo imefufua huzuni ya maelfu ya raia waliouawa katika mapigano yaliyofuata ambayo yameendelea kusababisha mateso makubwa katika ukanda wa Gaza. Katika maadhimisho haya ya miaka miwili, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kusitisha vita na kurejesha matumaini ya amani. Guterres amesema, "Sitisheni uhasama katika Gaza, Israeli na eneo lote sasa." Ameongeza kuwa pendekezo jipya la Rais wa Marekani Donald Trump linatoa nafasi muhimu ya kufikia makubaliano ya kudumu baada ya miaka miwili ya maumivu na majeraha. Amesisitiza, baada ya miaka miwili ya mshtuko na mateso, ni wakati sasa wa kuchagua matumaini. Wakati huo huo, mazungumzo mapya kuhusu Gaza kati ya Israeli na Hamas yanayoratibiwa na wapatanishi wa Misri yameingia katika duru ya kwanza. Mazungumzo hayo ambayo hayahusishi mawasiliano ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili yameelezwa na vyanzo vya kidiplomasia kuwa yameanza vizuri. Mpango huo wa mazungumzo unategemea mapendekezo ya pointi 20 yaliyowasilishwa na Rais Donald Trump mwishoni mwa mwezi Septemba. Mapendekezo hayo yanahusisha kuachiliwa kwa mateka wa Israeli wanaoshikiliwa Gaza kwa kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina, kuondoka kwa hatua kwa jeshi la Israeli kutoka Gaza na kuingizwa kwa misaada ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathirika. Kwa mujibu wa wapatanishi, mazungumzo hayo yataendelea kwa siku kadhaa, huku leo Jumanne yakitarajiwa kuangazia masuala ya kiufundi. Iwapo kutapatikana maendeleo, ujumbe wa ngazi ya juu utajiunga nao, akiwemo Ron Dima, waziri wa masuala ya mikakati wa Israeli, na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Rais Trump kwa Mashariki ya Kati.